Mwadhama Fridolin Kardinali Ambongo, askofu mkuu wa jimbo kuu la Kinshasa na rais wa SECAM. Mwadhama Antoine Kardinali Kambanda, askofu mkuu wa jimbo kuu la Kigali, Rwanda. Mwadhama Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora. Mashamu Wolfgang Pisa, askofu wa jimbo Katoliki la Lindi na rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Mashamu Sana Juda Tadei Ruwaichi, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mheshimiwa Sana Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Tanzania. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa mapadre, mashemasi, watawa na waamini wote, waheshimiwa sana wawakilishi wa kiserikali na kutoka dini mbalimbali, wapendwa waamini wote katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Tukiwa tumejawa na huzuni, tumekusanyika kuadhimisha mazishi ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake. Kanisa nchini Tanzania limebarikiwa kuwa nye kwanza kama kasisi, askofu na kardinali. Vipaji vyake vingi alivyopata kutoka katika familia yake na malezi kutoka shule na vyuo mbalimbali alivyopata mafunzo vilimsaidia sana kupata ujuzi muhimu uliomsindikiza katika utume wake wote. Akiwa kiasili padre wa jimbo la Sumbawanga, bado anakumbukwa katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo huko Kipalapala, Tabora, ambapo alijitolea kama mwalimu mwenye bidii, akishirikisha ujuzi na vipaji vyake kwa ajili ya makuhani wa baadaye. Kama askofu kwanza huko Nachingwea, kisha huko Tunduru Masasi na mwishowe katika jimbo kuu la Dar es Salaam, amethaminiwa sana na watu wengi hadi mwisho. Mchango wake mkubwa katika ukuaji wa kanisa nchini Tanzania, pamoja na kukuza umoja, amani na haki, unathaminiwa. Alifanikiwa kuunganisha ubinadamu katika nyanja mbalimbali za kitaasisi kwa upatanisho, kwa namna ya pekee akikuza mazungumzo kati ya kanisa na serikali au miongoni mwa wale wenye imani tofauti za kidini. Karama zake kiuongozi zilimwezesha kushika nyadhifa nyingi ndani ya kanisa la ulimwengu, ikiwemo
kuhudumu kama raisi wa muungano wa mabaraza ya maaskofu Afrika na Madagascar, SECAM, kuanzia mwaka 2007 hadi 2009, pamoja na kuwa miongoni mwa wahudumu wa idara mbalimbali za Vatikani. Mchango wake kwa Kanisa Katoliki Tanzania umeonekana katika kukuza haki za kijamii, akiwa mtetezi thabiti wa amani, umoja na uwajibikaji wa kimaadili, akilifanya kanisa kama dira, hasa wakati wa changamoto za kijamii. Uongozi wa kanisa na ubalozi wa Baba Mtakatifu hapa Tanzania unatoa salamu za pole kwa ndugu wa familia ya hayati Mwadhama Kardinali Pengo, pamoja na kwa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na tunaiombea roho ya ndugu yetu aliyefariki kwa rehema ya Mwenyezi Mungu isiyo na kikomo, tukiomba kwamba baada ya kumtumikia Kristo na kanisa lake kwa uaminifu, akiwa ametakaswa na udhaifu wote wa kibinadamu, aweze kukaribishwa katika furaha ya uzima wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. And now I have the honor and I'm humbled to read the message of our beloved Pope Leo XIV. To the Most Reverend Jew Tadeusz Ruwaichi, Archbishop of Dar es Salaam. Upon learning of the death of His Eminence Cardinal Polycarp Pengo, I offer heartfelt condolences to you and to the clergy, religious and lay faithful of the Archdiocese of Dar es Salaam. With gratitude for his devoted episcopal ministry over many years to several local churches, especially his dedication to the formation of the clergy, as well as his service to the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar, and not least to the Holy See, I join you in commending the soul of this wise and gentle pastor to the mercy of Christ, the Good Shepherd. To all who mourn his passing in the sure hope of the resurrection, I impart my apostolic blessing as a pledge of consolation and peace in the Lord. Leo, Pope XIV.